Ni lini na nini mtakiwa mfanye kama wanayanga kwenye kombe hili. Upande wa safari, timu yetu ya Yanga inatarajiwa kuondoka hapa siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tutaondoka hapa Dar es Salaam, tutaelekea Unguja. Tutaondoka hapa na boti ya saa 6 mchana. Tukifika Unguja pale tutapumzika pale kwa masaa yasiyozidi 4. Kwa maana tutakwenda kwenye hoteli ya Madina pale kupata lunch na kuzungumza na wanayanga wa pale Unguja ambao watakuja kutupokea. Baada ya pale majira ya saa 10:30 jioni timu itaondoka sasa Unguja kuelekea Pemba kwa njia ya ndege. Na tutaondoka makundi mawili. Kuna kundi la kwanza litatangulia na kundi la pili litafuatia. Tutaondoka wote kwa njia ya ndege. Tunaondoka hapa na msafara wa watu 50 kutoka Dar es Salaam kuelekea Pemba. Na msafara huo utakuwa na wachezaji 25. Wachezaji 25. Na hapa nipaweke sawa kwa sababu nimekuwa nikipokea message, nimeona mijadala mbalimbali kwenye magrupu ya Yanga, lakini pia tumepata simu nyingi kutoka visiwani Unguja na Pemba. Bwana sasa ametuletea kikosi cha watoto huko. Na sisi tunataka tupate burudani ile ya Yanga yenyewe. Niwahakikishie mashabiki, wanachama na wapenzi wa Yanga, kikosi kinachosafiri kesho kuelekea Pemba kwa ajili ya michuano ya Muungano ni kikosi kamili cha Yanga Afrika. Na kuonyesha kwamba tumedhamiria kupeleka kikosi kamili, mchezaji wetu Pacome Zouzoua ambaye alikuwa na majeraha ambayo alimweka nje kwa siku 10, kesho na yeye yupo kwenye safari. Maana yake kama siku hazijatimia ataponea huko Pemba. Wako wachezaji ambao kwa sababu mbalimbali ikiwemo majeraha, na nyinyi mnafahamu kama kina Aucho, hao hatutakuwa nao. Lakini wale wote ambao mnawajua kwenye kikosi cha Yanga Afrika kesho wataondoka hapa pamoja na msafara huo kuelekea Pemba. Kwa hiyo niwaambie wanayanga wa Unguja, wanayanga wa Pemba, inakuja Yanga kamili. Booster yote ya Yanga Afrika itakuwa hapo kwa ajili ya kombe la Muungano. Na Yanga tukifika mahala automatic mahala hapo panachangamka. Kwa sababu Yanga tunaga shughuli ya kawaida. Nimesikia baadhi ya timu zimekuwa zikilalamikia Zanzibar kwamba sio kwao. Wanateseka na kisiwa cha Zanzibar. Sasa tuwaambie kwa kauli moja yenye nguvu, wenye Zanzibar yetu tunakuja. Wenye Zanzibar yetu tunakuja. Twaja. Tena tuiweke hivyo. Wenye Zanzibar twaja. Hiyo imekaa vizuri. Ndio watani mkaiweke vizuri, wenye Zanzibar twaja. Hataki maneno. Sisi pale ni kwetu. Uwanja wowote popote Zanzibar ni nyumbani kwa Yanga, tutatwanga. Mtu kama boli hujui goli hili unaweka huku, usisingizie Zanzibar. Ni shida zako wewe na kocha wako. Kama goli upana ule ukaweka nje, sio shida ya kisiwa wala sio shida ya uwanja, ni wewe na kocha wako. Rudini mazoezini mkafundishane kufunga. Tunakwenda kamili kufunga. Na ikiwezekana watupunguzie magoli baki hivi. Isiwe kubwa, kibaka goli hivi tuweze kufunga. Hatuna shida sisi Yanga. Wenye Zanzibar yetu twaja. Kesho inshallah. Wenye Zanzibar yetu twaja. Tunakwenda wenye Zanzibar yetu. Kama mna t-shirt tengenezeni kabisa. Wala msiwe na wasiwasi. Wenye Zanzibar yetu twaja. Tunakwenda sisi. Kai kusikia visingizio vya mtu yote. Na tuwashukuru timu zote ambazo zimethibitisha kushiriki kutokea bara na kule visiwani. Lakini tuwaambie mashindano haya na timu 8 na bingwa ni mmoja. Na huyo bingwa ni Yanga Afrika. Kushiriki sio shida. Shida ni kuchukua kombe Yanga atakapokuwa amekuja na yeye. Kwa hiyo tunakwenda Pemba kwa lengo la kuchukua kombe la Muungano inshallah. Sisi ni mabingwa mara 5 wa hili kombe, ni mabingwa mara nyingi, na tunakwenda kuongeza kombe lingine la 6. Tunaamini
tunayo timu nzuri, tunayo technical bench nzuri, na inshallah tutakwenda kupata matokeo mazuri pale Pemba. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga hapa Dar es Salaam ambao mtapenda kusafiri, timu yenu msiiache na unyonge pia kule. Njooni kwa wingi, tuje tuisupport timu yetu. Kule pia apartment zipo. Apartment zipo, mtakaa mtaenjoy. Japo kidogo Pemba tofauti na Unguja. Kwa hiyo mje na akili zenu timamu. Ni kweli Pemba hakunaga maneno mengi. Kikutwa mkeka. Watu hawataki story nyingi, sio ilikuaje, sio na nini. Kwa hiyo uenda mkaja mjajipanga mkarudi na familia. Kwa hiyo niwaombe sana mje kwa wingi jamani, timu yenu mje muisupport, tutakopa na burudani nyingi. Na nimewaambia waandaaji wa mashindano, sisi kila baada ya mechi kesho yake tutakuwa tuna msondo pale. Tutakuwa tuna jambo tunafanya kwa ajili ya kuihamasisha pia Pemba, watu waweze kufahamu sehemu mbalimbali za kutembelea, watu waweze kuifahamu Pemba pia kwa ukubwa wake. Yako matukio ambayo pia serikali ya Zanzibar imetuhusisha kama club, ikiwemo wiki ya afya ya Zanzibar. Unajua Zanzibar pia ni miongoni mwa kisiwa ambacho kitahodhi michuano hii ya CHAN na AFCON. Kwa lazima wageni wajue kwamba pia Zanzibar ina ukubwa wake. Ziko hospitali kubwa ambazo unaweza kufikia pale na ukapata tiba. Watu wasiwe na wasiwasi. Tukawaonyeshe kupitia Yanga vivutio mbalimbali vya Zanzibar, lakini pia sehemu mbalimbali za huduma za afya ambazo zitapatikana Zanzibar. Kwa hiyo niwaombe hayo yote kuyafanikisha, hitaji wanachama wetu uje kwa wingi tuweze kuyafanya kwa pamoja. Naamini mkurugenzi wetu wa wanachama Ibrahim Samuel bado yupo hai na ana nguvu. Kwa hiyo itakapohitajika jukumu lake atalifanya. Lengo ni kuhakikisha wanachama wa Yanga tunakuwa kwa wingi Zanzibar na tunakwenda kuichangamsha hii michuano iwe na mvuto wa aina yake. Lakini pia tukija kwa wingi, maana yake siku ya tarehe 28 tutapata nafasi ya kuomba dua nyingine kwa pamoja kama wana Yanga, kuiombea kheri dua timu yetu. Kwenda kwenye mchezo wa tutakuwa nusu finali nafikiri. Kwa tarehe 28 tutakuwa na dua pia maalum Zanzibar ya kuombea Yanga na mchezo wa nusu finali wa kombe la Muungano. Mje kwa wingi, inshallah asubuhi tutafanya dua pale Mzee Shabani, kuiombea dua timu yetu nusu finali ya kombe la Muungano iweze kufanya vizuri. Mungu atusikie. Uzuri unajua tuliomba dua Manyara. Dua Manyara Mwenyezi Mungu alituitikia. Ni vile tu offside nini vijara. Lakini dua yetu ilienda pasapa. Kwa tunaamini pia tutakwenda kuomba dua nyingine Zanzibar, Yanga yetu ifanye vizuri nusu finali.